Hello mtazamaji wa Asam Online TV, karibu katika kipindi cha Ramadhani leo, kipindi ambacho kina mambo muhimu na kinazungumzia masuala mazima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo nipo Kariakoo hapa, nimekuja katika garage ambao nitaongea na vijana ambao wanajishughulisha na kazi hii na tutaenda kuwasikiliza ambacho watakachokiongea. Jina langu Madina Omar, lakini nyuma ya kamera ni Naifat Waziri. Usiache kufuatilia kipindi hichi cha Ramadhani leo. Na hapa nipo na mfanyakazi ambaye anafanya kazi hapa garage. Habari yako? Safi, mambo vipi? Poa, za majukumu? Nzuri. Una muda gani tangia uanze kufanya kazi hii ya garage? Kwa muda mpaka sasa na takriban kama miaka 15 katika kazi. Na unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho unakikumbuka katika kazi hii, ugumu au changamoto ambao ulipitia? Changamoto na ugumu wa kazi ni ya kawaida tu kwa vijana, na sio mgumu wala sio mwepesi, ila majukumu ndo muhimu. Miaka uliyopita nyuma mpaka hivi sasa, Ramadhani umeona utofauti gani? Ramadhani kwa mimi utofauti na ugumu upo katika mazingira. Mazingira ya zamani ilikuwa Ramadhani ilikuwa ngumu kufunga kwa sababu utoto, lakini kwa sasa alhamdulillah nashukuru, na hiyo na kawaida tu, sioni changamoto kubwa na wala sio ndogo. Imani na mustakabali wa dini yako, kila kitu kinawezekana. Na tukirudi kwa upande wa vijana, kuna vijana ambao wamemaliza chuo, wanasema kuwa kazi za mikono wao hawaziwezi, kwa wanasubiri moja kwa moja waajiriwe serikalini. Vipi unashauri? Kazi ni kazi. Ukisoma, ukimaliza, umepata riziki ya kuajiriwa, ingia ulipoajiriwa, na kama Mungu hajakujalia kupata wewe, usihangaike, jitahidi. Kazi ni kazi. Kazi ya garage ni kazi, kazi ya benki ni kazi, kazi ya daladala ni kazi. Wajibu wako wewe utafute riziki kwa halali na uipate katika misingi ambayo haitokuletea matatizo. Isipokuwa ukihitaji kazi ya kuajiriwa, basi kazi ya kuajiriwa ina maana utaitegemea sana serikali katika jamii, na serikali inatuambia tujiajiri kwa sababu ajira ni kidogo. Ina maana ajira yako wewe mwenyewe, sio serikali wala sio mtu binafsi. Ajira yako ni wewe mwenyewe kujituma na kuamua kutaka kutoka pale ulipo na kwenda sehemu nyingine ambayo Mungu amekujalia. Na kitu gani cha kuwashauri watu wakifuate katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Kubwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kufuata halali. Halali ni muhimu kutokana na funga zetu ina changamoto nyingi katika utafutaji wetu. Ina maana wewe jitahidi kutafuta ambacho kina riziki yako wewe na sio riziki ya mtu mwingine. Jitahidi sana kufanya kazi kwa imani na jitahidi kuchukua kile kilichokuwa halali yako ili kukamilisha funga yako kwa usalama. Habari yako? Nzuri, nashukuru. Za majukumu? Salama tu. Vipi na wewe? Mimi safi, tusijui mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunashukuru, alhamdulillah imepanda vizuri. Tunaendelea nayo. Safi, tunaenda nayo hiyo. Una uzoefu gani wa kufanya kazi hii ya garage? Ni uzoefu sio muda mrefu lakini sio mdogo pia. Kwa hiyo tunajitahidi, tunaenda hivyo hivyo alhamdulillah. Na una muda gani? Hapo sasa hivi ni kama miaka 3 ya shughuli hizi. Na unaweza kuniambia ni kitu gani kigumu ambacho umekipitia katika kazi hii ambacho huwezi kukisahau? Ni changamoto tu. Unajua unapokaa na watu katika mazingira ya kazi, kila mmoja na changamoto zake, kila mtu na tabia zake. Kwa unaweza kukuta pengine wakati mwingine unakutana na mtu likatokea jambo ambalo pengine hukutarajia katika masuala ya kazi, lakini kwa kweli ni hali ya kawaida na ni maisha ya kawaida. Sio kwamba ni jambo ambalo la kunifanya labda nisisahau. Lakini changamoto tu za kawaida za kikazi basi. Wakati mwingine tunatofautiana lugha, wakati mwingine tunatofautiana mitazamo, kwa hiyo ni hivyo. Ila tunashukuru kazi zinaenda. Na unaweza kuniambia toka Ramadhani zilizopita na Ramadhani hii kuna utofauti gani? Utofauti kidogo. Unajua kila mwaka kuna kuja na jambo lake, na kila hali inapokwenda na maisha ndivyo yalivyo. Kwa sababu kama sasa hivi nakuta kwamba tulianza na jua, ingawa leo hali ya hewa kidogo iko tofauti, lakini Mungu mwenyewe ndo anapanga iwe hivyo. Lakini tunashukuru alhamdulillah, riziki zinapatikana kwa kadri ya hali. Unashauri nini wale ambao wanataka kujiunga na kazi hii ya garage? Waje, unajua kila kitu ni kujifunza tu. Ni kuja unajifunza, unaelewa, alafu tena mambo yanaenda. Kwa hiyo wasiogope. Sio kwamba kuna ugumu, hapana. Ugumu ni ile nidhamu. Unajua unapoajiriwa mahali au unapoenda kutafuta kitu mahali, kitu muhimu ni nidhamu, kusikiliza wale waliokutangulia,
akili yako kufocus pale ili kuweza kujua nini kinachoendelea. Basi, kwa hiyo tuwakaribisha waje. Na una kitu gani cha kuambia wananchi ambao wapo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Muhimu ni mwezi wa ibada. Kwa hiyo tunatakiwa ni kufanya ibada kama tulikuwa tunafanya. Manake mwezi wa Ramadhani ni kwamba tunachotakiwa ni kufanya zaidi. Kwa kama tulikuwa tunasoma huko nyuma, basi tusome zaidi. Kama tulikuwa tunaswali ni swali zaidi, kama ni kutoa sadaka tutoe zaidi, kama ni kutoa zaka tutoe zaidi. Kwa hiyo kila kitu ambacho utakifanya ukiamini kwamba hii ni ibada, basi fanya zaidi ya vile ambavyo Mungu asema katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na inshallah Allah atatulipa. Na mtazamaji wa Asam Online TV, tumeweza kuwasikia wafanyakazi hao wa garage ambao wapo eneo hili la Kariakoo. Wamezungumzia masuala mazima ya changamoto ya kazi yao, pia wamezungumzia mtu kuwa na imani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufuata sheria za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jina langu Madina Omar, nyuma kamera ni Naifat Waziri. Usiache kufuatilia kipindi hichi cha Ramadhani Leo, bila kusahau kusubscribe, kulike, comment na kushare katika channel yetu ya Asam Online TV.